Ndio hivyo tumeng'oa nanga. Mimi Elizabeth Mutuku na mfasiri wangu wa lugha ishara Roda Nyamai, awamu hii ya ukumbi wa siasa, wakati ambapo tunaangazia uhuru na demokrasia ya vyama vya kisiasa, na ni kitu ambacho kimetolewa na kikapewa nafasi katika katiba ya mwaka 2010, japo uhuru wake unasalia kwenye njia panda kutokana na viongozi wa vyama hivyo na pia wanaochaguliwa kwa vyama mbalimbali vya kisiasa, wengine wakigura kujiunga na vyama ambavyo hawakuchaguliwa kwake pasi kufuata sheria. Tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, maswali yanaendelea kuibuka kuhusiana na udhabiti wa vyama vya kisiasa humu nchini kufuatia ushirikiano wa mara kwa mara, haswa walio katika upinzani na serikali. Hii leo tunaangazia uhuru huo na na demokrasia ya vyama vya kisiasa, nikiwa naye wakili Kennedy Ondiek na ambaye pia ni mwenyekiti katika chama cha PPA. Karibu sana studioni. Asante. Na pia yupo kiongozi wa vijana Brian Nabiso. Nitaanza katika uchaguzi ambao umekamilika katika siku kama 3-4 zilizopita, ambao ulishuhudia kivumbi kikubwa, na hii leo tumewaona wakiapishwa. Kauli zenu mwanzo na tukasikia jinsi cheche zimekuwa kwa wale ambao wapo broad based lakini wale ambao wapo katika upande huu mwingine walikosa bungeni. Nitaanzia kwako wakili. Walio ndani ya broad based wanasema huu ndio mwanzo wa ushirikiano hata zaidi na watatoa nafasi nyingi zaidi. Asante sana. Kwanza kabisa Liz, ningependa kushukuru kupata nafasi tuje tuweze jadiliana kuhusiana na masuala haya ambayo yanaibuka na kuendelea kuibuka katika taifa letu la Kenya. Na pia ningependa kuwataarifu kwamba nilikuwa bungeni leo kama mmoja wa wageni waalikwa ambao walikuwa pale katika sherehe hizo za kuapishwa kwa hao wabunge, kwa sababu ya kuwepo kwa mheshimiwa yule aliyechaguliwa Kasipul Kabondo, Kasipul constituency, ambaye ni Boyd Ngondo Were, ambaye kivyangu pamoja na wengi tuliweza kumuunga mkono kwa sababu ya uchaguzi huo. Na pia ningependa kuwapatia changamoto wale wote 6 kama wabunge 6 ambao waliweza kuapishwa leo, kwamba wako na shughuli muhimu sana katika kuhakikisha kwanza demokrasia ya taifa, na pia kuhakikisha kwamba wameweza kuhudumia wale ambao wameweza kuwachagua, kama wale wa Kasipul wameweza kumpatia huyo kijana kura chungu nzima ukilinganisha na wapinzani wake, na pia ukilinganisha kwamba wale waliojitokeza kupiga kura ni kama nusu ya wale ambao waliosajiliwa kama wapiga kura. Kwa hivyo hata ungeona mbwembwe ambazo zilikuwa hapo, hasa wakati alipoapishwa, ni wazi kwamba walikuwa wanatarajia uchaguzi, wakaingia uchaguzini, wakaweza kumchagua yule waliomtaka. Na umeuliza swali kuhusiana na demokrasia ya vyama vingi ama nafasi ya vyama katika taifa. Kwanza, vyama vingi ni mfumo ambao umeweza kuendeleza taifa kidemokrasia, ambapo kipengee cha 38 cha katiba kimeweza kufungua rasmi na kuwapatia wananchi nafasi ya kujumuika na vyama vyovyote vile ambavyo wangependa kuungana navyo. Alafu pia ningependa kurekebisha kidogo kwa ajili ya watazamaji kwamba tulikuwa katika harakati za kujaribu kusajili chama kipya ambacho tulikuwa tumefikisha kiwango kile ambacho tulianza kutembea, lakini hatukuweza bado tunajaribu kupambana na mambo mengine, na kwa sababu mwaka 2027 pia inaelekea kuja, sitaki kutambulishwa kwa mujibu wa chama cha PPA kwa sababu ninaenda kutafuta kiti. Umeona chama hiki kidogo huenda ukakosa nafasi. Naenda kutafuta kiti, na pia tunaenda kutafuta uhusiano na nafasi yetu katika mrengo huu wa muungano wa broad based. Kwa hivyo ikiwa ninataka kuwania kiti kweli, siwezi kujikita kwenye
chama hiki ambacho bado kinakuwa, kwa sababu unapojaribu kwenda kusafarini lazima uhakikishe kwamba kwanza uko na vienzo vile ama nyenzo zile ambazo zinaweza kukusaidia na pia hivyo. Kwa hivyo lengo langu kuu ni kujumuika pamoja na wenzangu katika chama cha ODM. Shikilia hapo, nina maswali kuhusiana na vyama vidogo. Endapo wewe utataka kugura ni kwa kuwa unajua ni chama kidogo. Ina maswali iwapo uhuru na demokrasia ya vyama katika taifa hili inakuzwa kikamilifu, endapo wananchi bado wamekubalia vyama vidogo na kupewa nafasi. Asante sana kwa watazamaji wetu jioni ya leo. Katika swali Liz, tunaona katika taifa letu la Kenya vile vyama vidogo havina uhuru kabisa, na ni vyama ambavyo ukihuja lakini havina ile havijapewa ile nafasi ya kuweza kucompete kule mashinani baina ya wengine, kwa sababu tunaangalia kwenye taifa hili, ukiangalia hata pale bungeni ama katika zile chaguzi zote, zaidi ya 95% ya wale wanaochaguliwa ni wale ambao wako katika zile vyama ambavyo vimekuwa na vimekolea. Vile vile tunaangalia vyama vyenyewe, uhuru wake uko katika maeneo. Kwenye taifa hili tunaona vile vyama ambavyo huchukua ile picture ama ile nafasi ya kuonekana kwamba ni vyama ambavyo vinatawala kote nchini, pengine ni kile chama ambacho kimeunda serikali ama kile chama ambacho ni cha upinzani. Kuanzia vile vingine vinavyofuatia, tunaona ni vile vyama ambavyo vimetengenezwa katika maeneo. Utapata ama tuseme zile community parties. Vile vile tunaona vile vyama kuu ambavyo tunaona ni vyama kuu viwili katika kihistoria, kwa sababu tunajua tukiangalia taifa kile chama ambacho kitatoa rais na kile chama ambacho kitatoa yule upinzani. Na zile vyama zitajaribu sana kuona vile zinameza zile vyama ndogo ambavyo pengine kimeweza kujaliwa kupata mbunge mmoja ama kimebahatika kumtoa seneta au gavana. Tunaona zinamezwa na vile vyama vikubwa. So uhuru wa vyama katika taifa hili viko katika njia panda. Na tunaona sababu kuu ambayo inachangia hili Liz, tunaona zile ideologies za vyama hazijaweza kutekelezwa mno. Tukiona vyama vyenyewe ziko na slogan mzuri, lakini zile ideologies ambazo zinaweza kusimamia watu waweze kuamini kwake zipo, lakini hazitekelezwi mno. Nikirejea hapa kwako Kennedy, umesema kwamba hautaki tena kuhusishwa na hili, manake una lengo la kuwepo katika uchaguzi mwaka 2027 na umeamua kwamba utawania kupitia chama cha ODM ama broad based ndio upate kusonga mbele. Na wengi wa Wakenya wakawa wakijiuliza, endapo tutaamua sisi wote kuingia katika vyama vikubwa, basi tutakuwa tukikuza ile demokrasia ya vyama hivi vidogo. Kipo chama kama MDG, licha ya kuwa amekuwa akirun against all odds katika hiyo nafasi, bado amekuwa akipigana na yupo pale. Ina maana kwamba uliangalia ukaona hiki chama hakitakuwa na hakitakusaidia. Unajua falsafa ambayo inatawala siasa ama sera zetu za Afrika ama za Kenya ni falsafa ya kidemokrasia. Na katika mfumo wa demokrasia, vile ambavyo nilikuwa naweza kuchanganua sayansi ya kisiasa, ni kwamba wengi wape, na mara nyingi unapata kwamba wengi wanapata nafasi yao, lakini wachache wanasikizwa tu. Unajua, ikiwa kweli unataka kuwania kiti, kwanza utaelezwa kwamba kwanza una gari lile ambalo kwalo unaweza kuenda kusafiri safari hiyo ya kutafuta kiti. Pili, uko na ufuasi, uungwaji mkono. Kwa hiyo unapata kwamba wakati unazungumzia gari, tunazungumzia chombo, tunazungumzia chama. Ni chama kipi ambacho kwacho unataka kuwania kiti? Kwa sababu ukweli ni kwamba Kenya bado tuko na demokrasia endelevu.
demokrasia ambayo bado inakuwa, demokrasia ambayo hatuwezi kusema kwamba tumekomaa kiasi cha kwamba tunaweza kuwa na vyama vikubwa, lakini unapata kwamba vyama hivi vidogo navyo vina upungufu mkubwa ukiangalia uwezo wao wa kujiendeleza na kunyinadi kwa wapiga kura, kiasi cha kwamba ukiwa wewe umesimama kupitia kiti hiki chama hiki kidogo, ni basi utaangaliliwa kuwa mdogo. Na pia lazima tuangazie ubabe wa chama katika maeneo. Bado katika Kenya pamoja na Afrika mara nyingi tumeduana, tumekaa katika siasa za kieneo na siasa za kimrengo. Iwapo wewe ni mtu wa kutaka tu kuingia kwenye ballot, bora ushinde ama usishinde, basi unaweza enda kupitia. Ina maana umeangalia eneo ambalo unatoka, ukaangalia pia ukaona. Mimi nikiangalia eneo lile ambalo ninatoka, unapata kwamba chama ambacho bado hakiwezi kushindwa hata kupitia chaguzi hizi ndogo ambazo zimefanyika. Uliweza kuona wao wapinzani waliweka kampeni kubwa sana, lakini unapata kwamba mwishowe wameambulia patupo. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna vyama ambavyo viko na maeneo, viko na uungwaji mkono katika maeneo fulani, kama vile eneo letu ni chama cha ODM. Iwapo unataka kujifanya kwamba utaweza kupenya ama ushinde kiti kupitia chama chochote kile, basi unajidanganya. Ndio sababu nataka kukueleza ukweli wa mambo katika taifa la Kenya na mataifa yanayotuzunguka. Ni kwamba bado tuko na demokrasia changa ambayo haijaweza kuvifanya vyama vya kisiasa viwe na uhuru wao na viwe na ustawi wao na viwe na uwezo wa kuendeleza shughuli zao bila hitilafu zozote. Kwanza unapata kwamba hivi vyama havina watu ambao wamechaguliwa bungeni, na unapata hela zile za kuwasaidia ama kuwawini vyama ni zile hela ambazo zinawekwa kulingana na idadi ya wale ambao uko nao bungeni. Kwa hivyo ikiwa wewe hiki ni chama ambacho hakina uwakilishi wowote, basi upate chochote na ibidi utumie hela zako kutoka mfukoni, na hatuwezi. Iwapo basi kutakuwa na sheria ambazo zinahakikisha kwamba bora chama kimesajiliwa, kinapata usaidizi wa serikali, basi labda wakati huo tutakuwa na uwezo wa chama kidogo kuwaweka wawaniaji na pata kushinda. Lakini kwa wakati huu bado hatuwezi kujifanya kwamba tumefika, ikiwa bado hata demokrasia yetu nasema bado haijakuwa katika hicho kiwango. Kuna kitu ambacho wengi wa Wakenya na wale young people, wale Gen Z, wakati ambapo walikuwa wanaandamana, walikuwa wote wanahimizana hata kusimama katika tiketi huru ile inafahamika kama independent. Na nikawa nikifikiria influence ya political parties katika uchaguzi ambao tunaingia mwaka 2027 itakuwa juu bado? Liz, mimi nitakubaliana kwamba influence ya political parties katika taifa la Kenya huwa juu kiwango fulani. Hadi wakati huu tunapozungumza bado ipo. Tumeona zile chaguzi ambazo zimeisha, na pia tukiangalia zile opinion polls ambazo vyombo vya habari hutoa kila wakati, utaona kwamba bado inaonyesha kwamba vyama viko juu. Na wale ambao pengine tukifanya opinion poll ya candidate fulani, tunaona yuko juu kwa sababu ya vyama, si kwa sababu ya yeye ama yale malengo na agenda zake. Ni kwa sababu ya vile vyama ambavyo yeye ameamini kwake. Na ile sababu ambayo tunaona kwamba wale Gen Z walipokuwa wakiendeleza kufikia wakati huu, ile research ambayo nimefanya ni kwamba ule wakati mwaka uliopita ni kwamba wale Gen Z waliweza kutumia mtandao vyema. Na katika taifa hili tuko na zile siasa mbili kufikia sasa. Kuna zile siasa za the real ground na zile siasa za mtandaoni. So Gen Z walikuja na ile movement yao, ilikuwa ni baadhi ya siasa za mitandao, na hadi sasa tunao wale politician ambao wako very vocal sana kwa kupitia mitandao, na mimi huwaita sana wale TikTok politician. Na tumeona katika zile chaguzi ndogo ambazo zimeisha, kuna wale imeweza kutuonyesha kwa upana sana kwamba tuna wale viongozi ambao ama kuna wale wanasiasa ambao wako na umaarufu mitandaoni, lakini pale kwa ground hatuna semi. Mfano mzuri ni ule uchaguzi ambao mwenzangu Ondieka aliweza kuzungumza, kwa sababu yule closest competitor alikuwa very vocal mitandaoni akishinda zile opinion polls zote, lakini kwa uchaguzi kwa ground mambo ikawa tofauti. Lakini tunapoangalia
nafasi ya independent candidates ni finyu sana katika taifa, na kwa mara nyingi elections ama ushindi wa wanasiasa hutokea pale wakati wa nomination. Tukiangalia kwa mfano yale maeneo ya tuseme Ukambani, wakati wa nomination yule candidate anayepata tikiti ya Wiper 70% tayari yuko bungeni. Tukiangalia kule Nyanza, yule anayepata ile certificate ya ODM tayari 70% yuko yuashinda. Tumeona tunao wale viongozi ambao ni wazuri mno, wako na maono mazuri na uwezo mzuri wa kuendesha taifa, lakini wameweza kupoteza uchaguzi kwa sababu wamekuwa hawajakuwa kwa chama, maybe wamekuwa independent, ama amekuwa kwa chama ambacho hakina uungwaji mkono katika maeneo fulani, na tunawajua tukitolea mifano. So nafasi ya wale ya independent candidates kusema kweli ni finyu sana tunapojiandaa katika uchaguzi ujao. Wakati tunazungumzia vyama vya kisiasa, tumeona uchaguzi unapokamilika wengine wanagura kwenda huko hata bila kufuata na ule mwongozo ambao umewekwa na uongozi wa vyama vya kisiasa humu nchini. Mfano bora ni uchaguzi uliokamilika mwaka 2022. Wakati ambapo ulikamilika, wale viongozi wengine walivuka kuelekea upande wa serikali, baadaye tukaingia katika masuala ya broad based hapa tulipo wakati huu. Na wengi wa Wakenya, wakati nilisema ninazungumzia masuala ya vyama vya kisiasa, walikuwa wanataka kujua kama hili litadhibitiwa kwa namna gani ili kuimarisha na pia kuvifanya vile vyama kuwa vyama dhabiti zaidi. Hata kama una wabunge wawili na bado chama chako kisiwe kinaweza kununuliwa hapa katikati. Unajua Liz, kwanza bado tukiangalia vitu viwili katika sayansi ya siasa nchini, tunaangazia kwanza philosophy ambayo tunasema ni vile ambavyo tunaangalia mtazamo ule ambao tuko nao. Hasa ni falsafa, naweza kuita falsafa ambayo tuko nayo kwa siasa zetu. Alafu pili, kwenye hivi vyama lazima tuangazie vitu ambavyo tunaviita ideology, kwa Kiswahili tunaita itikadi. Itikadi gani ambayo chama fulani iko nayo? Ndio sababu nilikuambia kwamba katika siasa za Kenya bado hatujafika kiwango cha kuwa na itikadi kali, ambapo mtu ameshikilia itikadi fulani kiasi cha kwamba hawezi achilia, kama kule Marekani ambapo mtu anasema yeye ni mwana Republican na yeye ni mwana Democrat. Unapata kwamba mahali pengine kuna mwana Labour na mwana hiki chama. Unapata sisi bado tuko katika siasa zile ambazo ni za kujiwezesha wewe mwenyewe kupita. Ndio sababu utapata kwamba mara nyingi rais wale wanaingia Ikulu, wanaingia kwa vyama vipya kila wakati, sio vyama vile ambavyo wamekuwa wakizoea. Ndio sababu unapata kwamba wale wanaosimama huru kama wawaniaji huru ama independent candidates wanaweza kujitokeza tu baada ya kipindi cha uteuzi wa chama. Unapata kwamba chama hiki kikisha fanya uteuzi, ndipo utapata wale ambao wanajitokeza labda kurukia chama kingine ama kwenda kama wale wawaniaji huru. Mfano ambao ulionekana hata pale Kasipul, ambapo yule ambaye alikuwa anaitwa mwaniaji huru alikuwa mwana ODM, amevalia kofia ya ODM mpaka wakati ule alihisi kwamba hatapata nafasi. Wengine nao wakaweza kufika hata kwenye uteuzi, kisha ODM baada ya kutangaza mwaniaji wake ambaye alikuwa ni Boyd Were, wao wakagura nao kujifanya huru. Huwezi kuwa huru kwa sababu iwapo tutakuwa na itikadi ambao iko kwenye chama, basi utasema iwapo chama sio hiki basi mimi siendi kwenye uchaguzi. Lakini katika taifa letu bado hatuna itikadi kali kwenye vyama vyetu. Vyama havina msimamo. Ndio sababu utapata kwamba tuende pale Malawa, utapata yule Seth Fanyako ambaye alikuwa mwaniaji wa chama cha DAP Kenya, alikuwa kwenye uchaguzi huo mwaka uliopita akiwa kwenye chama cha UDA. Ni vipi yule ambaye aliwania kiti hicho kwenye kipindi hiki kimoja, bado ni bunge la 11 ama 13, bado ni bunge hili, na yuyu aliwania kuingia kwenye hili bunge kupitia chama hicho cha UDA. Lakini wakati tunakuwa na uchaguzi mdogo, unajikuta kwamba yuko kwenye chama kingine na amefika kwenye debe. Kwa hivyo itikadi bado haipo kwenye vyama vyetu. Na nikimalizia hapo ni kwamba kama taifa
tukubali kwamba tuko na demokrasia changa, na tukubali kwamba demokrasia hii yetu changa bado itakuwa ni demokrasia chama ama ni wanasiasa wenyewe ambao hawataki demokrasia changa, kwa sababu iwapo tungeangalia sheria za vyama, basi yule panyako asingefai kuruhusiwa kusimama. Na wale waliogura mwaka 2022 hawangegura. No, unajua iwapo tungekuwa na sheria kali ambayo inafuatilia itikadi kali ya kisiasa ya chama, basi hata wale ambao waliungana na mrengo wa Kenya Kwanza baada ya uchaguzi, basi wasingepata nafasi hiyo, kwa sababu hawakuwa na sera zile ambazo zinaafikiana na itikadi za mrengo huo wakati ule ambapo walikuwa wanaenda uchaguzi. Mambo ya kushirikiana baada ya uchaguzi ni mojawapo ya jambo ambalo linatajwa kuwa kuzipa ama the greatest threat kwa lugha ya Kizungu katika vyama vya kisiasa. Manake anasema itikadi, endapo tuna itikadi tuseme Republican na Democratic partners venye unaonanga wakifanya kule Marekani, iweje baada ya uchaguzi mnaona nyinyi wote mlikuwa na ndoto sawa na mnaamua kuja pamoja? Ni sheria tumekosa ama ni goodwill ya kutekeleza zile sheria ambazo zipo? Mwanzo Liz, ni sheria kukosekana. Lakini mimi kwa mara nyingi ukiangalia kiundani ile nidhamu huchangiwa na mambo mengi. Mimi ninachosema ni kwamba kila baada ya uchaguzi kuna ile migration ya viongozi kutoka mirengo tofauti. Lakini iweje ni coincidence kwamba ile migration hutoka zile mirengo ambazo hazijafanikiwa kutengeneza serikali kuelekea ule mrengo ambao umetengeneza serikali. Hata wale candidates ama wawaniaji ambao pengine wachache waliweza kupata ushindi kupitia kama wawaniaji wa kujisimamia, unapata pia wameelekea serikalini. Siwezi sema ni ideology ama ni nini. Kwanza ndio kuna ukosefu ule wa kutekeleza sheria ile inayosema lazima usalie katika chama chako kwa muda fulani ndiposa uweze kugura ujiunge na kingine. Lakini mimi naona ni kukosa kujipanga. Kwa sababu ukiangalia zile delegation zinazohama especially kwa vyama ambavyo vimepoteza, ni kukosa kujipanga. Pengine mwanasiasa hakujipanga vyema, na katika lengo lake aliweza kujua ataweza kushinda, na anapoanguka kura anaona sasa hifadhi yake itakuwa kule upande wa serikali, pengine akimbie kule aweze kupata kupewa nafasi ya kazi ama kuteuliwa katika umesema njaa ndio kitu ambacho hiyo ndio huwa shida. Kwa sababu ingekuwa ni kule kujiamini, kwa nini wasiweze kupengine kutoka chama kilicho kwenye upinzani aende kingine? Ni migration tu kuelekea upande wa serikali. So ni ile nidhamu na kukosa kutii sheria na vile kutojipanga. Yes, na vile kukosa kujipanga. Kuna kitu ambacho wengi wa Wakenya wamekuwa wakitaka kufahamu pia katika masuala ya ushirikiano. Ninajua Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alianzia TNA, Jubilee, baadaye Rais William Ruto akachukua na yeye akaingia na UDA. Tupo hapa, hatujui hapa mbele itakuwa namna gani. Lakini nikawa nikifikiria vyama vikubwa ambavyo katika taifa hili ni UDA kwa sasa na ODM, na ambao wanasema kuna mvutano kuhusiana kushirikiana. Unaona wakifikia mwaka 2027 wakiwa bado na ushawishi na zaidi ya uchaguzi huo? Biliza, kama mwana sayansi nitasema, bado nitarudia kwamba siasa za Kenya pamoja na Afrika sana sana ni mvuto. Ni kivuto kipi ambacho kinakuweka kwenye chama? Unavutiwa na kitu gani? Na mvuto huu, kuna mvuto wa kibinafsi na tena kuna mvuto wa kiumma, yani public interest and private or personal interest. Utapata kwamba siasa zetu zinaongozwa sana wakati wa kampeni, ili chama kiweze kuchaguliwa, wanatumia sera ama wananadi sera zile ambazo zinatoa mtazamo wa mvuto wa kiumma, mvuto wa umma, kwamba wako na nia ama kitu kinachotakikana na matakwa ya umma. Lakini wakikaa kwenye vikao vyao vya mijadala, jumbe tofauti vile alivyosema, unapata wanajadili mivuto ya kibinafsi, ambapo wanataka kujua ni interest gani ambayo mimi niko nayo. Ndio sababu unapata kwamba mikataba ambayo inawekwa kabla ya uchaguzi ama baada ya uchaguzi
mara nyingi hutengeneza mirengo, na mirengo hii vile ulivyothibitisha wakati ule wa Kenya Kwanza ni kwamba kulikuwa na ahadi ama makubaliano yaliyoafikiwa kwamba iwapo tutapata uongozi basi nani atakuwa nini kwa sababu gani. Ndio utapata kwamba wanapotembea nje wananadi sera zile zenye mivuto ya umma, lakini wanaporudi ndani wananadi mipango ama wanaweka mikataba ile ambayo inaafiki wao kibinafsi. Ndio bado ninazidi kusema kwamba iwapo siasa zetu za Kenya hazitakuwa zinatawaliwa na itikadi na zile falsafa afiki za kisiasa, basi utapata kwamba demokrasia yetu bado itakuwa inalemaa, na vyama vile vidogo bado havitakuwa vinapaa, vitakuwa bado vinazidi tu kukaa hapo chini, vingine vikijaribu kupaa. Ndio utapata kwamba hata kwenye chaguzi ndogo hizi utapata kwamba chama cha DCP, japo ni chama ambacho kina uungwaji mkono wa watu wengi tayari, unapata kwamba walipata tu udiwani, hawakupita udiwani. Vyama vile vibabe viwili vya ODM na UDA ndivyo viliweza kuwa na mishipa ile mizito ya kuweza kuchapa safari ile nzito ya siasa, kwa sababu hata upiga kura nao wana mivuto ya kibinafsi ya kiwango cha pesa zile wanapewa mifukoni. Ndio unapata kwamba hela zinapomwagwa wanaweza kusikia kwa kupitia matumbo yao na sio kupitia kwa masikio. Basi wanaona ni yepi ngapi nimepewa, nitapiga kura. Ina maana kwamba hawazingatii hata sera za vyama. Siasa zetu bado ziko kwenye mivuto ya kibinafsi, na wanadanganya kwa kunadi sera kwa kutumia mivuto ya kiuma, kwamba tutajaribu kufanya hivi kwa maslahi yenu, ilhali pale ndani wanapanga ni yepi yatawafaa wao wenyewe kwa mikandarasi na vyeo na marupurupu na kadhalika. Ina maana kwamba vyama vya kisiasa, Brian, ni dau tu la kukufikisha uendako na hamna chochote kingine pale cha manufaa. Na pia ukinijibu na hilo, will these broad-based parties be influential pale 2027 na baada ya 2027? Mwanzo Liz, tukiangalia siasa zetu ama vyama vyetu vinavyoundwa katika taifa, haswa siku hizi hii karne ya sasa, ni vyama tu zimekuwa ni vyombo vya kuweza kuelekeza wanasiasa. Hizi vyama hazina zile hazijaundwa kusimamia misingi fulani ama kusimamia yale maneno fulani. Mwenzangu Ondeki alianza kuelezea akisema, akitolea mfano wa zile vyama za Umarekani, vile vyama za Democrat wanaamini katika demokrasia, wale wa Republican wanaamini katika sheria. Kule Uchina kuna zile vyama za communist na capitalist, wanaamini sana kila ambacho wanaamini. Tukija hapa kwetu, ukweli ni kwamba vyama vyetu havina msingi ambao umesimamia. Tuchukulie haswa kile chama ambacho kimetengenezwa hivi majuzi, kile chama cha DCP. Mimi sioni, ukiangalia kiundani, hauoni sana ile ambayo yanasimamia, licha ya yule party leader mwenyewe kukuja wazi, badala kutuelezea mambo bayana, misingi ambayo chama kinasimamia, yeye ni kuelezea sasa kwamba kaunti ya Nairobi ikuwe kaunti ya kabila fulani. So unaangalia kwamba ni wapi hii misingi ya hiki chama ipo. Ina maana kwamba siasa zetu hazina sera. Hata kutoka vyama vya kisiasa hadi wanasiasa. Jibu langu ni ndio. Siasa zetu na vyama vyetu kwa mara nyingi havina sera, kwa sababu ukiangalia jinsi tunachaguana kulingana na Niruhusu nimsaidie mwenzangu. Una sekunde 30. Niruhusu nimsaidie kwamba vyama vyetu viko na mawazo ya kisiasa, kwa sababu vyama ni muungano wa watu wenye maono sawa ama mawazo sawa ya kisiasa, lakini vyama vyetu havina itikadi. Kwa hivyo tunaweza kuwa na sera, ndio, kwa sababu tuko na sera kwa karatasi. Sera tuko nazo nyingi, lakini itikadi hakuna, kiasi cha kwamba ukiwa na hizi sera unakuwa na itikadi ya kutekeleza sera hizi iwapo utachaguliwa. Ama iwapo hutachaguliwa, bado lazima itikadi hizi zikutawali. Lakini unapata kwamba katika siasa zetu
tuko na mifumo ile ama miungano ile ambayo bora iko hapo. Unajua chenye kinanifanya ni kuamini ni kwa kuwa ulikuwa ndani ya UDA itikadi huko. Hakukuwa na itikadi. Ukaenda PPA na sasa unaelekea ODM. Unaweza hata enda ODM kwa sababu hakuna kinachonishika pale, kwa sababu sina itikadi yoyote. Hata wana ODM hawana itikadi, wako tuna unaingia bora wako kuna mbwembwe. Ninaingia ODM kwa sababu ndicho chama kikubwa kwetu, ili niweze kukitumia hicho chama kupata nafasi ya uongozi. Mwishowe ni safari yangu, sio safari ya chama. Nilipokuwa nikielezea, asante ya Ondeki lakini nilikuwa nasema hizi, mimi maoni yangu yanayofanya niamini kwamba vyama vyetu sera ziko karatasi, lakini kile kinachofanya niamini kwamba hatuna sera katika vyama vyetu ni ile njia ambayo sisi tunachaguana kama Wakenya. Kitu cha kwanza tunaangalia chama na vile vyama vyenyewe wanapokuja katika wananchi. Hawauzi zile sera. Kile wanachouza ni chuki kwa mpinzani, ni chuki kwa mpinzani, na kwa nini tuamini kwamba chama ni cha eneo fulani. Tumekubaliana kufikia sasa vitu ambavyo vimekosekana ni itikadi na pia demokrasia yenyewe ni changa na pia discipline ambayo inahitajika kusalia katika chama kimoja ni kitu ambacho kufikia sasa wa Kenya, na labda ni kuhusiana na pesa ambazo zinatumika katika uchaguzi. Ninakamilishia hapo awamu hii ya ukumbi wa siasa. Uongo haufai. Ninasema mimi kwamba nitachaguana kwa njia fulani, sitaki kutaja, nisiwe napigia debe mtu fulani. Bora tufike katika uchaguzi, tupitishe watu, tuko sawa. Ni Isaiah. Mwingine anasema kila mtu ako na haki ya kuchaguliwa kwenye anataka. Francis Miruri, hata kama ni chama kipya, kingine cha zamani, bora umechaguliwa. Ninakamilishia hapo. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara amekuepo Roda Nyamai. Kwa heri kwa sasa, siku nyingine katika ukumbi tutapatana papa hapa.